Hii ni sehemu ya pili na sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mwanamke wa Barabara ya Handeni. Mimi ni Amani Leonard. Hapa ni himaya ya kusisimua. Usiache kusubscribe. Karibu tumalizie mkasa huu, maana hii ni episodi ya mwisho kabisa ya mkasa huu. Kama una kumbukumbu nzuri, tuliishia pale ambapo Doreen alikuwa anakimbizwa na gari. Je, kipi kiliendelea? Karibu. Kiukweli wazee wa kijiji walishachoshwa na mfululizo wa matukio hayo. Ndiyo, hii ni baada ya mwili wa Doreen kukutwa umeharibiwa vibaya sana baada ya kugongwa na ile gari ya miujiza. Na hata hivyo, gari hiyo iliendelea kusalia maeneo hayo hayo huku ikizidi kusababisha taharuki na maswali mengi kwa wakazi walio karibu na barabara hiyo ya Kibirashi. Wanakijiji wa Negero, Sauji, Gombero, Mvunge na Kibirashi yenyewe walishachoshwa na mfululizo wa matukio hayo yasiyoeleweka katika barabara hiyo ya mkata hadi kufikia Handeni, ambayo ilikuwa imepita karibu kabisa na kijiji hicho cha Kibirashi pamoja na Songe. Hasani alikuwepo majira hayo ya asubuhi. Hii ni baada ya taarifa kuweza kusambaa kwa wingi sana kuwa kuna mwili umekutwa kwenye barabara hiyo inayounganisha vijiji hivyo. Palikuwa na watu wengi sana, lakini kuna jambo moja lilimshangaza sana Hasani. Ndiyo, hii ni baada ya kukuta gari ambayo inaonekana iko pale, ambayo ndiyo imemgonga Doreen. Ilikuwa ni gari ya rafiki yake mkubwa Zakaria. Baadhi ya askari walikuwa wakikagua mwili wa Doreen kabla ya kuufunika na kuamua kuuchukua na kwenda kuufanyia uchunguzi zaidi. Hasani alijaribu kumpigia simu Zakaria, lakini hapakuwa na majibu kabisa. Simu iliita muda mrefu bila kupokelewa. Aliweza kupiga simu za marafiki zake wengine, wale marafiki zake 4, lakini pia simu hizo zilikuwa hazipatikani kabisa kwa wakati huo. Hakutaka kujiingiza kusema kuwa anaijua gari hiyo, maana alijua fika kusema hivyo kunaweza kumtia hatiani na pengine anaweza akajikuta anahusika katika masuala ya upelelezi, kitu ambacho Hasani hakuwa tayari nacho kabisa kusumbuana na polisi kwa wakati huo. Alirudi tu nyumbani Hasani, lakini akiwa njiani alikuwa anawaza mengi sana. Hasani aliamini inawezekana rafiki yake Zakaria alikuwa ameweza kusababisha ajali katika maeneo hayo kisha kutelekeza gari na kuamua kukimbia kusikojulikana, bila kujua kwamba Zakaria akiwa na marafiki zake jana waliweza kukutana na heka za mwanamke huyo wa ajabu. Basi Hasani aliweza kufika mpaka nyumbani kwake. Alipofika akabisha hodi muda mrefu sana, lakini kwa bahati mbaya hodi yake haikujibiwa kabisa. Ndiyo, alitarajia atapokewa na watoto wake 2, lakini alipoona kimya, aliamua tu kuingia ndani, ambapo baada ya kufika ndani humo hakuweza kuwaona kabisa watoto wake. Hasani alikuwa akiishi na hao watoto wake baada ya mke wake kuweza kusafiri kwa muda, lakini kwa muda ambao alikuwa ametoka kutazama ile ajali kule barabarani na kurudi nyumbani kwake, hakuweza kuwakuta kabisa watoto wake 2 ambao ni Yusra pamoja na Salma. Walikuwa ni mabinti wa miaka 9 kwa Yusra na 13 kwa Salma. Na baada ya Hasani kuingia ndani humo na kushindwa kuwaona watoto wake, hali hiyo ilimfanya Hasani ataharuki kidogo, na hapo akaanza kuwaita mabinti zake kwa zamu, lakini hakujibiwa kabisa. Yusra, Salma, nye watoto, aliita Hasani, lakini palikuwa kimya kabisa nyumbani kwake.
Kuna muda Hasani alipuuzia. Alijua labda watoto wake hao watakuwa wameenda kucheza na inawezekana sio muda watarudi nyumbani. Lakini kwa kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, watoto hao hawakuonekana kabisa kurejea nyumbani, hali iliyomfanya Hasani azidi kuchanganyikiwa. Hasani alianza kuzurula huku na kule, huko na huku. Majira hayo tayari ilikuwa inakaribia majira ya jioni. Pasipo matumaini yoyote wala mafanikio, Hasani hakuweza kabisa kujua watoto wake walipo kwa wakati huo. Basi gari za polisi ziliamua kuweka doria katika eneo hilo la barabara ya Kibirashi. Askari kutokea vitengo vikubwa vya kijeshi waliamini ajali ni uzembe tu. Hivyo lengo lao lilikuwa ni kuweka doria kwa mtu yoyote atakayekiuka taratibu za uendeshaji. Kopro, tayari niko kwenye barabara ya mkata kuelekea Handeni hapa Kibirashi kwa ajili ya doria ya usiku. Alikuwa akiongea na simu moja ya maaskari ambao walikuwa katika eneo la barabara hiyo ya Kibirashi, na tayari alikuwa amejiweka vyema kukabiliana na dereva yoyote atakayekiuka misingi ya uendeshaji. Basi akiwa hapo majira hayo ya usiku, tayari gari zilishaanza kupungua kupita katika maeneo hayo. Hiyo ilionyesha fika usiku unazidi kuingia, na mpaka kufika majira ya saa 3 hakukuwa na gari hata moja iliyokuwa ikikatiza katika barabara hiyo, tofauti na gari ya askari huyo tu ambaye alikuwa anafanya doria katika maeneo hayo akiwa peke yake. Aliendelea kukaa hapo askari huyo, na muda ulizidi kwenda, na yeye akajikuta anaanza kupitiwa na usingizi taratibu ulioanza kumnyemelea akiwa katika eneo hilo. Lakini punde akiwa hapo, alishtuka baada ya kuhisi kuna gari imempita kwa kasi sana karibu yake. Ndiyo, kuna gari ilikuwa imempita kwa kasi sana karibu yake, na hapo akatizama kwa makini sana, kisha akajisemea, pumbavu, nyinyi ndo tulikuwa tunawataka nyinyi. Mnaendeshaje magari vibaya? Nitakula na wewe sahani moja. Basi aliweza kuondoa gari yake kwa kasi sana askari huyo na kuanza kuifuatilia gari hiyo ambayo ilikuwa imempita kwa kasi sana karibu yake. Basi alitembea na gari askari huyo, lakini alipofika mbele aliweza kukuta gari hiyo ikiwa imesimama katikati ya barabara na milango ya gari hiyo ikiwa wazi kabisa. Basi na yeye huyo askari alipoikuta gari hiyo mahali hapo, aliweza kupaki gari yake nyuma kidogo, kisha akashuka katika gari yake, alafu akakamata tochi yake kubwa vyema ya ulinzi na kuweza kuimulika gari hiyo iliyopo mbele yake. Halo, we nani? Unaendeshaje gari ovyo ovyo? Alihoji askari huyo, lakini alipoji hivyo hakusikia jibu lolote kutoka katika gari hiyo. Alijaribu kuhoji kwa mara ya pili, lakini pia hali ilikuwa ni hile hile, hakuweza kujibiwa kabisa. Basi alichokifanya askari huyo ni kuifikia kabisa gari hiyo na kuanza kumulika ndani ili aweze kumwona huyo anayemuongelesha pasipo kumjibu. Lakini alipofika katika gari hii, cha ajabu alishangaa ndani ya gari hiyo hakukuwa na mtu kabisa. Alikuna kidogo na punde akasikia kuna sauti ya mwanamke akilia kutokea maeneo kidogo ya ndani ya msitu ulio karibu na barabara hiyo. Alimulika tochi yake kuangalia huyo anayelia ni nani maeneo hayo, na hapo akaona kama kuna mtu amechutama hivi, kainamisha kichwa juu ya magoti yake, huku akiwa ndiye muhusika wa kilio hicho. Basi askari huyu aliendelea kumulika ili aone vizuri, lakini alipokuwa anazidi kumkaribia mwanamke huyo aliyekuwa analia, punde tochi ya askari huyu ilizima ghafla. Alishtuka askari huyo, maana tochi hiyo ilizima katika mazingira ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia.
Basi alianza kuipigapiga kwenye kiganja cha mkono wake tochi hiyo, lakini bado tochi hiyo iliendelea kufanya hivyo hivyo, inawaka na kuzima, inawaka na kuzima. Lakini akiwa hapo, punde alisikia sauti hiyo ya mtu ambaye alikuwa akilia mbele yake, sasa imebadilisha uelekeo na ilikuwa ikisikika ikilia kutoka nyuma yake. Uzalendo ulimshinda, akajikuta anatoka haraka katika maeneo hayo ya mapori ili kuweza kuiwahi gari yake ambayo alikuwa ameiacha upande ule wa barabarani. Lakini cha ajabu, alishangaa pori hilo aliishi. Ndiyo, alikuwa anajaribu kutoka katika pori hilo. Ni baada ya kuingia kidogo tu na kuiacha lami kule ambapo alikuwa amepaki gari yake. Lakini wakati huu anapojaribu kutoka, alishangaa kuona pori hili linazidi kuwa kubwa, na kila alivyozidi kutembea, alishangaa uwanja wa pori hili unazidi kuwa mkubwa. Jamani, mbona mimi sikuja mbali kiasi hiki? Alitembea askari huyo, lakini alishangaa pori hilo linaendelea tu kuwa kubwa, na hapo akaanza kusikia sauti vya kicheko vikitanda kila eneo katika mapori hayo. Nini tena hiki? Nini tena? Alijisemea askari huyo baada ya kukutana na mtu ambaye alikuwa kasimama mbele yake huku amempa mgongo, na mtu huyo hakuwa mwingine, alikuwa ni yule yule mwanamke anayesumbua katika barabara hiyo ya Kibirashi. Basi hapo askari huyo alianza kurudi kinyume huku akitetemeka kwa hofu, akiendelea kuongea maneno ambayo yalikuwa ni kumwomba radhi mwanamke huyo. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Alikuwa akijisemea askari huyo huku akiendelea kurudi kinyume, na punde alijikuta anatumbukia katika shimo refu sana, shimo ambalo hata yeye mwenyewe alikuwa hajui shimo hilo lilikuwa limetokea muda gani maeneo hayo. Usiku huo bado uliendelea kuwa wa heka hadi nyumbani kabisa kwa Hasani. Bidii yake ilikuwa imegonga mwamba kabisa. Alihangaika sana kutafuta watoto wake pasipo mafanikio yoyote. Alitoa taarifa kila mahali, kwenye vituo vyote vya polisi, bila mafanikio yoyote. Hakuwa na jinsi. Alichokifanya Hasani ni kusubiri kupambazuke tu ili aendelee kuwasaka watoto wake ambao aliwaacha nyumbani, na aliporudi hakuweza kabisa kuwakuta. Aliwaza sana Hasani akiwa chumbani kwake, na punde akiwa ndani ya chumba hicho, ghafla alisikia kelele. Ndiyo, alisikia kelele, na kelele hizi zilikuwa zinatokea moja kwa moja upande wa chumba cha watoto wake. Yusra, Yusra, Salma, Salma we. Aliita Hasani, aliita huku akitoka mbio kuelekea upande huo kilipo chumba cha watoto wake. Ndiyo, alifika mpaka hapo, lakini cha ajabu, alipofungua mlango wa chumba hiko hakusikia tena kelele hizo wala hakuona mtu yoyote, bali alishangaa tu, anaambulia vicheko vikali vya kebehi na dharau. Salma, hebu acheni utani, aliongea Hasani. Aliongea akizani labda watoto wake wanajaribu kumchezea mchezo wa kujificha, hivyo alijaribu kuambia kwamba waache utani. Aliweza kutafuta kila mahali ndani ya chumba hiko, aliangalia mpaka chini ya uvungu, lakini hapakuwa na mtu kabisa, na kwa kadiri alivyoendelea kusubiri, hakuweza kusikia tena sauti ya aina yoyote ile. Wanangu wako wapi jamani? Alijisemea Hasani akiwa na hofu kubwa moyoni mwake na maswali mengi katika ubongo wake yasiyo na majibu. Basi usiku huo wenye heka uliweza kupita. Hatimaye asubuhi palipambazuka, na barabara hiyo ya Kibirashi ilikuwa imezungukwa na askari wa usalama wengi sana walioweza kujaa wengi katika eneo hilo.
Ndiyo, walifika eneo hilo ni baada ya kupewa taarifa na wanakijiji kuwa kuna gari ya askari mwenzao ikiwa tupu na mwili wa askari huyo ukiwa umeunguzwa vibaya sana karibu na maeneo ya mapori hayo. Alikuwa katika shimo, alionekana alichomwa moto akiwa ndani ya shimo hilo na alikuwa kaunguzwa vibaya sana kiasi cha kushindwa kabisa kutizamika. Ni beji ya chuma yake peke yake iliyokuwepo kwenye nguo zake za askari maeneo ya mabegani ndiyo iliweza kumfanya atambulike na askari wenzie. Tena ni baada ya kuiokota pembeni kidogo ya shimo hilo. Huu ni ukatili sana. Hii barabara lazima ifungwe na aliyefanya tukio hili lazima awajibishwe. Aliongea askari mmoja kwa uchungu sana baada ya kuona jinsi askari mwenzake alivyokuwa kaunguzwa vibaya sana katika eneo hilo. Waliweza kutoa taarifa katika vitengo mbalimbali na waliweza kufika kuchukua mwili huo na kuondoa gari hiyo katika maeneo hayo, huku askari huyu akiwa ameadhimia kabisa kuwa sio muda mrefu atahakikisha barabara hii ya Kibirashi inafungwa kabisa mpaka muhusika wa kitendo hiko aweze kupatikana. Upande wa Hasani aliweza kuwasili mpaka kwenye serikali kuu ya kijiji akiwa bado katika harakati zake hizo hizo za kuwasaka watoto wake. Hasani, kesi yako ni ngumu sana. Kesi yako ni ngumu kwa sababu wewe sio wa kwanza kupoteza watoto katika vijiji hivi vilivyopo katika kata hii ya Kilindi. Hili ni janga la muda mrefu Hasani. Tumeshahangaika sana. Tulichobakisha ni kila mtu kujaribu kulinda watoto wake kwa nguvu ambayo anaijua yeye mwenyewe. Basi aliyokuwa akiongea kiongozi wa serikali ya kijiji ambaye alikuwa akimuelewesha Hasani, na muda huo kiongozi huyu alikuwa anaongea, lakini hata yeye alikuwa na huzuni kubwa sana. Lakini bado Hasani hakutaka kusikia majibu hayo mepesi kabisa kwake. Alichomwa Hasani ni kutoka eneo hilo na kwenda kutafuta msaada sehemu nyingine ambayo alikuwa anaijua yeye mwenyewe. Muda huo tayari ilikuwa imeshahitimu majira ya mchana. Gari ya Hasani ilionekana imepita kwa kasi sana katika barabara hiyo hiyo ya Kibirashi na ilikuwa haijulikani anaelekea wapi, lakini alikuwa akiitafuta barabara iliyokuwa inaelekea Korogwe. Mpaka kufikia mida ya alasiri hivi saa 9 tayari alikuwa amewasili katika kijiji kimoja kilichoitwa Kelenge, na kijiji hichi kilikuwa kiko katika wilaya ya Korogwe katika mkoa huo wa Tanga. Hasani alifika katika maeneo hayo na hapo alienda kukutana na mzee mmoja, mzee mashuhuri kabisa aliyeitwa Mzee Myazi. Ndiyo, mzee huyu alikuwa mashuhuri sana katika maeneo hayo ya Korogwe. Hii ni kutokana na utaalamu wake mkubwa sana wa kujua tiba nyingi sana za asili. Lakini pia hata Hasani alikuwa akipata suluhisho kwenye baadhi ya matatizo yake kutoka kwa huyu Mzee Myazi, na hivyo aliona hata ili pia swala la kupoteza watoto wake linamhitaji mzee huyu. Swala la upotevu wa watoto katika vijiji vya Kilindi limeshakuwa sugu sasa Mzee Myazi. Tizama, kila siku wanapotea watoto na mpaka sasa mimi mwenyewe nimepoteza watoto wangu. Tafadhali mzee wangu, nisaidie katika hili mapema iwezekanavyo, maana sijamwambia hata mke wangu kuhusu hili. Sitaki nimweke katika taharuki. Alikuwa akiongea Hasani. Hii ni baada ya kupokelewa na mzee huyo ambaye walikuwa wanafahamiana vizuri sana kutokana na ukaribu mkubwa waliokuwa nao. Hasani, matukio yote yanayotokea katika barabara ya mkata kuelekea Korogwe hadi kufikia Kibirashi, wewe ndiyo chanzo Hasani. Aliongea hivyo mzee huyo, na hapo Hasani akastuka kidogo, kisha akahoji, mimi ndo chanzo?
mbona sikuelewi?" aliongea Hasani, na mzee Miazi akaendelea kutoa ufafanuzi. "Ndiyo, yule mwanamke anaitwa Zainabu. Zainabu ni mtoto wa pekee wa marehemu mzee Majidi, kwani mzee Majidi hakuwahi kupata mtoto mwingine yoyote tofauti na Zainabu." Aliweza kumeza mate kidogo mzee Miazi, kisha akaendelea, na Hasani alikuwa makini sana kumsikiliza mzee huyo. Alianza kufa mama yake Zainabu, kisha baadaye akafata baba yake mzee Majidi, na hapo waliweza kumwacha Zainabu akiwa na umri mdogo sana wa miaka 14 peke yake. Ni kama ndugu hawakuwa tayari kumlea Zainabu, kwa sababu akiwa katika umri huo Zainabu aliweza kuozeshwa ndoa ya kimila. Na hatimaye Zainabu alianza maisha yake ya ndoa akiwa katika umri huo, tena kwa mwanaume mkubwa kabisa mwenye umri wa miaka 33. Zainabu alikuwa mdogo, hivyo alikuwa hajui ndoa vya kutosha. Basi kila kukicha Zainabu alikuwa anaambulia kukosolewa na mume wake, na wakati mwingine alikuwa anapigwa kabisa. Zainabu alirudi kwa wajomba zake waliomuozesha kwenda kusema hawezi maisha anayoishi kwenye ndoa hiyo, lakini wajomba zake hawa waliishia kumwambia ndoa ni uvumilivu, hivyo arudi tu kwa mumewe kuendeleza ndoa yake. Miaka 3 ya ndoa ya Zainabu ilikuwa ni yenye mateso makali sana, na mwanaume huyo aliishia kuoa mwanamke mwingine na kupunguza huduma kabisa kwa Zainabu. Basi kutokana na kushindwa kusikilizwa na wajomba zake, Zainabu aliamua kutoroka kwa mwanaume huyo aliyemuoa na kuamua kutafuta maisha mengine peke yake. Zainabu aliamua kwenda kujificha mbali msituni, kwa sababu wajomba zake walikuwa wakimtafuta kwa nguvu zote ili waweze kumrudisha kwa mume wake, kitu ambacho Zainabu hakutaka kabisa kurudi tena kwenye yale mateso. Hakuitaka kabisa ndoa hiyo, hivyo maisha ya Zainabu yalikuwa ni maporini tu. Zainabu akiwa huko maporini alifanikiwa kukutana na bibi mmoja aliyeitwa Mnyamuluko, na bibi huyu ndiye aliyempokea Zainabu na kuanza kuishi naye. Bibi Mnyamuluko alikuwa ni mtu mzima sana, na pia alikuwa akisumbuliwa na baadhi ya magonjwa katika mwili wake, hususan kifua, na alikuwa mtu anayekohoa mara kwa mara. Bibi huyu alimsaidia Zainabu na alikuwa akiishi naye, lakini bibi Mnyamuluko baada ya kuishi na Zainabu kwa siku chache sana, akagundua kuwa binti huyo alikuwa na mimba. Hakumficha kitu, alimwambia ukweli Zainabu kuwa alikuwa mjamzito, lakini alimwambia kuwa asijari kabisa, watasaidiana kwa hali zote mpaka siku atakayojifungua salama. Basi kwa kipindi hiko chote, tumaini la Zainabu lilikuwa ni bibi Mnyamuluko peke yake. Bibi huyu alimfunza Zainabu mambo mengi sana, na hatimaye miezi ikakata na siku ya kujifungua kwa Zainabu ikawadia. Pamoja na umri wa bibi Mnyamuluko na afya yake kuwa ya kusuasua, lakini bibi huyo alipambana sana kuhakikisha Zainabu anajifungua salama salimini. Japo alikuwa akajifungulia nyumbani, lakini Zainabu alikuwa ameweza kujifungua salama kabisa, na Mungu alikuwa ameweza kumjalia kujifungua mapacha wawili, mmoja wa kiume na mwingine alikuwa wa kike. Basi kutokana na hali ya uzazi, bibi Mnyamuluko alikuwa akijitahidi kumtaka Zainabu atumie muda mwingi kupumzika mpaka siku atakapokaa sawa, na ikawa hivyo kwa Zainabu. Basi siku ya kwanza ikapita, ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita, siku ya 4 ikapita, lakini Zainabu hatoisahau siku ya 5, ambapo siku hiyo afya ya bibi Mnyamuluko ilizidi kuwa mbaya sana, na siku hiyo
Bibi Mnyamuliko alimtuma Zainabu akachukue majani yake ya dawa ambayo amekuwa akiyatumia mara kwa mara kupooza makali ya kifua chake. Siku hiyo Zainabu alienda, lakini aliporudi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Bibi Mnyamuliko alikuwa akapoteza maisha, huku watoto wa Zainabu wakiwa wanalia na walikuwa wamelazwa pembeni ya kigodoro kidogo chakavu ambacho ndicho kilikuwa kitanda cha bibi huyo. Hii ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Zainabu. Alilia sana binti huyu. Alijiona hana bahati, hana thamani tena. Bado alikuwa anamhitaji sana Bibi Mnyamuliko, lakini ndo hivyo tena, imeshatokea. Kazi ya Mungu haina makosa. Zainabu hakuwahi kumjua ndugu wa Bibi Mnyamuliko, hivyo alichokifanya Zainabu ni kumfanyia dua ndogo bibi huyo, kisha alichukua jembe na chepe bila kujali yeye ni mwanamke, tena bado yuko kwenye hali ya uzazi. Zainabu alikomaa hadi akachimba shimo refu kabisa, kisha kumzika bibi huyo. Aliendelea kumkumbuka bibi huyo, aliendelea kumsalia Bibi Mnyamuliko, na hapo Zainabu alilazimika kuanza maisha mapya akiwa peke yake kwenye kijumba hicho cha kavu kilichojengwa na miti ndani ya mapori hayo ya Kibirashi. Alikuwa akipambana apate chakula angalau ili aweze kupata maziwa ya kutosha ya kuwanyonyesha mapacha wake, lakini kutokana na mazingira kuwa sio rafiki, mapacha hao hawakuisha kuumwaumwa kila mara. Mawazo ya kurejea kijijini yalimjia Zainabu, lakini hata akirejea kijijini atafikia wapi? Aliwachukia sana ndugu zake, lakini yeye ni binadamu tu, anapaswa kusamehe hayo na kusahau. Lakini Zainabu hakutaka kufanya hivyo, bado moyo wake ulikuwa na uzito sana. Maisha yaliendelea, lakini siku moja majira ya usiku wa saa 4, mtoto wake mmoja wa kiume alikuwa analia sana usiku huo. Alimtizama mwanaye kwa makini, akajua kuwa mtoto huyo alikuwa na joto kali sana, hivyo haraka aliamka na kutoka nje ili kuwasha kuni na kuanza kumchemshia dawa ambayo aliamini inaweza kumsaidia mtoto wake. Aliandaa dawa hiyo, lakini akiwa hapo nje Zainabu punde alianza kusikia sauti ya mtoto wake huyo aliyekuwa akilia ikianza kupungua taratibu taratibu taratibu, na hatimaye sauti ya mtoto huyo ikakoma kabisa. Kengele ya hatari iligonga katika kichwa chake, na haraka akarudi ndani kumtizama mwanae huyo wa kiume, lakini naye alikuwa amekwisha poteza maisha yake. Zainabu alimkumbatia mwanae huyo aliyekufa kwa nguvu sana. Alilia kwa uchungu sana Zainabu. Aliongea maneno mengi sana ya kumkufuru Mungu. Alikuwa na uchungu sana katika moyo wake, na alichokifanya Zainabu usiku huo huo, alimchukua huyo mtoto wake wa kiume aliyekufa akamfunga vizuri, kisha akamchukua na huyo wa kike akambeba vizuri pia na kuamua kuelekea anapopajua yeye. Aliona mahali hapo hapafai tena yeye kuishi, bora akatafute sehemu nyingine salama zaidi kwa afya yake na mtoto wake aliyesalia. Zainabu aliweza kutoka mpaka barabara ya Kibirashi usiku huo, na siku hiyo majira hayo ambayo ilikuwa inakimbilia saa 6 kwa muda huo, ndipo wewe Hasani ulikuwa unatoka Mkata kuitafuta Korogwe, ambapo Zainabu alipoiona gari yako alikupungia mkono ili uweze kusimama na umsaidie. Lakini kwa kuwa ulikuwa unaendesha gari ukiwa na mapombe yako kichwani, ulichelewa kumuona mwanamke huyo, hivyo ukajikuta unamgonga vibaya sana akiwa na watoto wake hao. Basi sawa, tunaweza kusema ulimgonga bahati mbaya tu,
Na hata hivyo, bahati nzuri Zainabu alikuwa hajafa, japo ulikuwa tayari umeshamuua hata yule mtoto wa kike aliyesalia hai. Lakini unajua kosa ulilolifanya? Badala ya kurudi kumsaidia umeshamgonga na gari, wewe ulirudisha gari nyuma makusudi kummalizia kabisa, ili kufuta ushahidi kuwa ulisababisha ajali. Na baada ya hapo haikutosha, ulishuka kwenye gari yako kisha ukamchukua na kumtupa maporini ili kukwepa mkono wa sheria. Alimaliza kuongea mzee Miazi kisha akainua maji kidogo yaliyokuwa katika chungu chake kidogo, kisha kupeleka chungu hicho mdomoni na kunywa maji hayo, na badala ya kufanya hivyo alikirudisha chungu hiko mahali hapo hapo kilipokuwepo. Kiukweli Hasani alikumbuka kila kitu sasa. Alikumbuka alivyoweza kumgonga mwanamke huyo na kumtupa katika mapori makubwa ya Kibirashi ili kufuta ushahidi. Na hapo Hasani akajikuta anashika kichwa chake na kuanza kulia. Ndiyo, alilia, alijutia sana kitendo chake. Nimekosa, Mungu anisamehe mimi, alilia Hasani, na mzee Miazi akaendelea. Zainabu amerudi, ana hasira sana na kila mtu, anaua hovyo. Hata marafiki zako wale 4 hautowaona tena, amewapoteza kabisa. Hamutaweza kuzika hata nguo zao walizokuwa nazo. Roho ya Zainabu bado ina maumivu makubwa sana, lakini akikupata wewe ataiacha salama barabara ya Kibirashi na roho yake itaenda kupumzika rasmi, aliongea mzee Miazi. Na hapo Hasani alistuka kidogo. Ndiyo, alistuka baada ya mzee kumwambia kuwa kama Zainabu ataipata roho yake Hasani, basi ataiacha salama barabara hiyo ya Kibirashi na roho ya Zainabu itaenda kupumzika rasmi. Hasani hakutaka kukubaliana na hilo, aliogopa sana na alikataa kata kuweza kukutana na mwanamke huyo, eti kwa lengo tu la kuinusuru barabara hiyo ya Kibirashi. Hapana, mzee Miazi, kwanza wako wapi watoto wangu? Nahitaji kujua watoto wangu walipo, alihoji Hasani, ni kama mtu ambaye alikuwa kachanganyikiwa hivi. Na mzee Miazi akamjibu, Hasani, watoto wote wapo salama, sio watoto wako tu, hata watoto wa wanakijiji wengine ambao wamechukuliwa na Zainabu wako salama wote. Kama nilivyokuambia, akisha kupata wewe tu ataachia kila kitu salama, ataiacha barabara ya Kibirashi salama, lakini pia atawaacha watoto hao salama na atawarudisha majumbani kwao. Hanaga shida na watoto huyu, ila anawachukua tu ili wazazi wa watoto hao wajisikie ule uchungu ambao yeye aliusikia alivyofiwa na watoto wake, lakini hatawarudisha watoto hao mpaka siku watakapokupata wewe. Aliongea mzee Miazi. Na Hasani akajibu, Hapana, siko tayari. Nawataka watoto wangu, siko tayari mimi, aliongea Hasani. Na akajikuta anainuka kutoka kwa mzee Miazi. Na hapo Hasani alirejea katika gari yake na kuamua kuondoka eneo hilo, na mpaka kufikia muda huo aliyokuwepo katika eneo hilo tayari ilikuwa imekwisha hitimu majira ya saa 5 kamili za usiku. Hasani aliwasha gari na kuanza kuitafuta barabara ya kutokea Korogwe kurudi Handeni, na mpaka kufikia eneo hilo la barabara hiyo tayari ilikuwa imekwisha hitimu majira ya saa 7 za usiku. Hakukuwa na mwanga wowote ule zaidi ya taa za gari lake na mwezi uliokuwa umefichwa na mawingu mazito. Ghafla akiwa katikati ya barabara hiyo, Hasani aliweza kusikia sauti ambayo hakuielewa kidogo. Ndiyo, aliinama kidogo kwenye usikani wake, akasikiliza kwa makini. Watakuwa ni wanyama. Hawa ni wanyama, alijisemea Hasani akijaribu kujituliza mwenyewe, lakini sauti hile haikuwa ya kawaida kabisa.
Ilikuwa ni kama sauti ya mtoto au ya mwanamke akilia kwa mbali kabisa kutokea ndani ya mapori hayo ya Kibirashi. Lakini Hasani alipofika sehemu yenye miti mirefu iliyozunguka barabara hiyo, taa za gari la Hasani zilianza kudhoofika. Ndiyo, zilikuwa zinawaka, zinazima, zinawaka, zinazima, na kisha zikawaka tena na kukaa sawa kama kawaida. Hapo ndipo alipoona kitu mbele yake. Ndiyo, katikati ya barabara alikuwa kasimama mwanamke mmoja, mwanamke aliyekuwa amevaa nguo nyeupe ndefu hadi chini. Nywele zake zilikuwa zimeufunika uso wote, na Hasani aliganda huku mikono yake ikiwa inatetemeka kwa hofu kubwa. Na hapo ndipo simulizi yetu ilikuwa imeanzia. Basi Hasani aliweza kukumbuka tukio hilo ambalo aliweza kulitenda takriban miaka mitatu iliyopita nyuma, tukio la kumgonga na gari mwanamke huyo. Na hapo Hasani akafumbua macho yake, na muda huo bado alikuwa ndani ya gari yake, na mwanamke huyo bado alikuwa amesalia hapo hapo mbele yake. Basi twende ukawe kitoweo changu, aliongea Zainabu akiwa bado katika muonekano wa kutisha ndani ya gari hiyo ya Hasani. Na Hasani alikuwa akijaribu kuomba msamaha na kuweza kujutia kitendo hiko alichomtendea miaka mitatu iliyopita. Lakini haikuwezekana kabisa. Mwanamke huyo aliukamata kwa hasira uso wa Hasani kwa mikono yake. Alianza kukibonyeza kichwa cha Hasani kwa nguvu sana, na huku Hasani alikuwa anapiga kelele tu, na punde wote wakapotea eneo hilo. Na tangu hapo Hasani hakuwahi kuonekana tena. Palikucha asubuhi. Gari ya Hasani ilikuwepo maeneo hayo. Askari wa usalama barabarani waliweza kuichukua gari hiyo, lakini pia waliweza kukuta nguo za Hasani zikiwa chini, japo haikujulikana Hasani mwenyewe yuko wapi kwa muda huo. Barabara ya Kibirashi iliweza kufungwa kwa muda, huku uchunguzi ukiendelea, bila kutambua kuwa Zainabu alikuwa ameshampata aliyekuwa anamtaka, na aliweza kupotea kabisa katika eneo hilo la Kibirashi, na aliamua kuiacha barabara hiyo salama. Hakutaka kabisa kuendelea kusumbua wengine. Jambo la kushangaza kabisa, siku hiyo watoto wengi sana waliopata kupotea walionekana wakirudi makundi majumbani mwao, hali iliyozua taharuki kwa wanakijiji wa vijiji vya wilaya ya Kilindi. Wazazi wa watoto wao walikuwa hawaamini kabisa wanachokiona, lakini ndiyo hivyo, watoto wao wanarejea tena. Watoto wa Hasani, Yusra na Salma pia walikuwepo katika mkumbo wa watoto ambao waliweza kurejeshwa nyumbani kwao, japo walipofika nyumbani kwao hawakuweza kumkuta baba yao Hasani. Waliweza kuita sana watoto hawa bila mafanikio, lakini punde walisikia sauti ya kufariji ikisikika nyuma yao. Ilikuwa ikiwaita, wanangu. Ndiyo, alikuwa mama yao ambaye tayari alikuwa amekwisha rudi kutoka safari alipokuwa amesafiri, na tayari mwanamama huyu alikuwa ameweza kufahamu kila kitu kuhusu kifo cha kutatanisha cha mume wake. Hivyo alichokifanya mama huyu, aliwakumbatia tu watoto wake, na baadaye maisha katika vijiji vya wilaya ya Kilindi hadi Kibirashi yalianza upya kabisa, pasipo matukio ya aina yoyote yale ya kushtusha. Huu ndio mwisho kabisa wa simulizi hii fupi yenye sehemu mbili peke yake. Mimi ni Amani Leonard. Tuonane katika sehemu za simulizi nyingine. Asanteni wasikilizaji wangu, na kwaherini. Mungu awabariki.